Faisal Salum azua gumzo pale Msimbazi. Mjadala mkubwa umeibuka katika soka la Tanzania mara baada ya mpango wa Simba kumsajili kiungo mahiri Faisal Salum Abdallah Feitoto kushindikana. Simba walihitaji kufikia kiwango cha dola milioni 1.5, takriban shilingi bilioni 3.9 ili kuvunja mkataba wa Faisal Salum na Azam FC, lakini hawakufanikisha malipo hayo. Hatua hiyo imefanya nyota huyo kuendelea kubaki rasmi na Azam FC. Na Faisal Salum amekuwa tegemeo kubwa katika safu ya kiungo ya Azam FC na pia hata timu ya Taifa Stars, akikumbukwa kwa uwezo wake wa kutengeneza nafasi, nidhamu ya kiufundi na ujasiri wa kushindana katika michezo mikubwa. Ni mchezaji ambaye mara nyingi huleta mabadiliko ya mchezo kwa ubunifu wake, na mchango wake umekuwa chachu ya mafanikio ya Azam katika misimu iliyopita. Kwa Simba kushindikana kwa dili hili ni pigo kubwa, kwani walihitaji kiungo mwenye uzoefu na ubora wa kimataifa ili kuimarisha kikosi chao kuelekea kampeni za ligi ya michuano ya CAF Champions League. Mashabiki wa Simba walikuwa na matumaini na shauku kubwa ya kumwona Faisal akivaa jezi nyekundu na nyeupe, lakini sasa matarajio hayo yamezimwa kwa muda. Kwa upande wa Azam FC, kuendelea kumbakiza Faisal ni ushindi mkubwa. Klabu hiyo imeonyesha dhamira ya kulinda nyota wao na kuhakikisha wanabaki na wachezaji wenye ubora wa hali ya juu. Hatua hii pia ni ishara ya namna Azam wanavyotaka kuendelea kushindana kwa mafanikio katika ligi ya ndani na michuano ya kimataifa. Kwa ujumla, kushindikana kwa usajili wa Faisal Salum Abdallah ni kioo cha changamoto za kifedha za kimkakati ya klabu kubwa nchini. Ni tukio linalosisitiza umuhimu wa uwekezaji sahihi na maamuzi ya kimkakati katika soka la kisasa. Macho yote sasa yameelekezwa kwa Faisal Salum kuona namna atakavyoendelea kuimarisha kikosi cha Azam FC msimu huu. Na unaweza kutuandikia maoni yako hapa Instagram, Facebook, TikTok na kwingineko @Jecha Media. Usiache kusubscribe pale mjini YouTube ili wa kwanza kupata habari zote moto kemkem za kimichezo ndani na nje ya nchi. Mimi sina la ziada na kutakie muendelezo wa siku njema mpaka wakati mwingine tena kama huu. Bye bye.